Maana Mungu ako na uwezo. Kwa hiyo nikikwambia kwamba pigia Bwana Yesu makofi, yule ambao alikuumba ako na uwezo wa kufanya wewe hiyo mikono isifanye kazi tena. Kwa hiyo wacha mchezo bwana. Anaitwa Mungu. Anaitwa Mungu. Yeye mwenye, wacha nikwambie, kuna siku ambao mtu mmoja, watu walikuwa wanayudi, walikuja wakaniumbilia. Baada kuniumbilia nikawaambia nini? Nikawaambia kwamba Yesu, nitaokoka Yesu akitaka. Siku wanajua, siku anakuwa ninaelewa. Hilo ndio ninakwambia kwamba siku hiyo Mungu alikamata ulimi wangu muda wa mwaka 1.5 nikiwa naongea na mkono, nikiwa ndabuleti. Kuna watu ambao wanaelewa. Kwa hiyo wewe nikikwambia kwamba pigia Bwana Yesu makofi, ako na uwezo kukamata hiyo mikono yako, usifanye kazi tena. Kwa hiyo ninakwambia kila ambayo ninajua ni moja, ambayo mimi ni mmoja, ninaelewa huyo Mungu si wa kuchezea. Kwa hiyo ninasema kwamba niliwaambia kwamba mimi nitaokoka Yesu akitaka. Kumbe siku anaelewa ya kwamba alikuwa anataka siku hiyo. Akakamata ulimi wangu, nikakaa mwaka 1.5 nikiwa siongee, ninaongea na mkono. Wacha mteso dada, wacha mteso ndugu. Kwa hiyo nikamwambia kwamba Mungu ako. Kwa hivyo kuzimu iko na mbinguni iko. Kwa hiyo unakuta kwamba inategemea umechachakulia kwenda wapi. Lakini tumekuja hapa ili kuambia kwamba kuna mbingu na ndio kwa iti na kuitia hiyo mbingu. Kwa hiyo na Mungu anakubariki. Nimekuja hili kwa nikukupatia neno kwa jioni ya leo, na unakuta kuba huyo Mungu wakati ambao aliniokoa, bali ninasema kwamba sichezi na yeye. Kwa hiyo na wewe usicheze, usicheze. Anaitwa Mungu, ako na uwezo, ako na uwezo wa kumaliza, na ako na uwezo wa kufanya uhai. Kwa hiyo wacha mchezo. Ukisikia neno la Mungu wacha kuongea sana, maana unaongea juu ya hiyo neno, na hiyo neno ni Mungu mwenyewe. Si Bwana kubariki sana. Na tu unakuta kwamba huwa nina mbili na ujasiri, maana ninajua kwamba huyu ambao aliniokoa ako na uwezo wa kufanya mambo. Huyu ambao aliniokoa yani alituma mtu akaweza kuniombea nikaokoka, yani akaniombea nikaongea tena, na akanikumbusha pila ambayo nilisema. Baada ya mwaka 1.5 akaniambia kwamba ulisema na wewe usicheze. Ninaongea juu ya huyo Mungu. Wale ambao walinichekelea nikiumbili na wakasema kwamba, walisema kwamba mwenyewe amekuwa mwene wasimu. Ni kwanza nilikuwa pale inaitwa Kiliko jiko pale kwa Kakabuli. Mungu ananisukuma mpaka ninaenda kumbilia hapo. Hii watu wanakuja hapo wanasema kwamba huyu ameharibu kwa kichwa, wakaanza kunisekelea. Lakini nakuta kwamba nikusukuma, nilisukua na kusukumwa. Ninaambia kwamba ninasema kwamba ni sawa, na nina mbili na mdomo bila vyombo, na huyo Mungu ndiye ananipatia hiyo vyombo, maana alikuwa anataka nifanye kazi yake. Si Bwana akubariki. Pigia Bwana makofi. Pigia huyo Bwana makofi. Huyo Mungu anaweza.
Kwa hiyo ni wakati ambao ninataka kuongea neno kidogo. Leo ni kuongea kidogo tu. Bwana ambariki sana. Nikienda kuongea kidogo, nikisema kwamba Mungu anasema kwamba ana kipendeleo. Sikia, Bwana ana kipendeleo. Kwa hiyo kila ambao kiko ujia kwamba Mungu hana kipendeleo. Lakini ukifanya kazi yake, ama ukifanya vile ambao anataka, hata kama ni wewe ni nani, atakutembelea na kufanya kila ambao anataka wewe ukue. Kuna watu ambao jioni ya leo wanawekea wengine kabinu. Wanasema kwamba kwa nini Mungu aliona nini kwa huyu? Kama vile ambao mtu unaweza kusema kwamba yani huyu kwa nini alifanywa hivi? Maana unakuta kwamba ulikuwa nadhani mingine. Maana ninakwambia kwamba Mungu ana kipendeleo. Kwa hivyo wakati ambao unafanya vile anataka, naye anafanya vile ambao wewe unataka. Wewe unataka nini? Si jioni ya leo. Kwa hivyo Mungu ana kipendeleo. Kwa hivyo kila ambao kiko, njoo upanye vile Mungu anataka. Baada ya kupanya vile Mungu anataka, naye ninasema kwamba wewe utatembea naye. Pigia Bwana Yesu makofi. Yaani unakula kwamba yeye hana kipendeleo. Yeye hana kipendeleo. Wacha tusome hiyo maandiko. Wewe tusome hiyo maandiko. Iko katika kitabu cha Warumi. Sikia. Warumi 2:9. Sikia. Warumi 2 mstari wa 9. Sikia, soma kwa sauti. Ninataka wasikie wale ambao wako kiliko bwana. Ndio ninaombilia wale ambao wako kiliko. Warumi 2 mstari wa 9. Sema. Dhiki na shida juu ya kila nafsi. Yani inasema kwamba dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu, iko juu ya kila nafsi ambao juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unatenda uovu kuna dhiki na shida. Alafu chini hapo chini, Myahudi kwanza na Mgiriki pia. Ukiwa pande ya Mungu ama hauko kwa pande ya Mungu. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema. Hebu rudia hiyo kwanza, ndio tunataka sana. Bali utukufu na heshima. Yani kuna heshima na utukufu na amani. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu ambao wamekosa amani. Kuna watu ambao wamekosa amani, lakini unakuta kwamba anasema kwamba amani na utukufu na heshima kwa kila mtu atendaye mema. Nani na kwa kila mtu ambao anatenda mema. Basi weka sasa, ikiwa hiyo misali mbili kwanza. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Mgiriki pia. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Mgiriki pia. Alafu mstari wa 10, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Maana hakuna kupendeleo kwa Mungu. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unatenda mema, haijalishi wewe ni nani, au sijalishi wewe ni mtoto, au haijalishi wewe ni kabila gani. Maana wakati wa leo tunaangalia, unakuta kwamba ni nani huyu ambao hana umbili. Yani unakuta kwamba kila mtu anasema kwamba huyu ni nani ambao anaompigi, ni bandi ya kwangu ama ni bandi ya ile ingine. Unasema kwamba ni ondienu ama ni KANU. Hebu tunaangalia bwana. Yani unakuta kwamba kwa
wa kanisa unakuta kwamba tumeingiza unakuta kwamba ni kama ukabila, lakini Mungu anjali kila ambao kiko. Wewe ukifanya vile ambao Mungu anataka, yani unakuta kwamba hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni kabila gani, hata kama wewe ni gani, ninasema kwamba Mungu mwenyewe ana kipendeleo, anakufanya vile ambao inastahili kufanyika. Hautaweza kumwonga Mungu, maana unakuta kwamba watu wengi wanasema kwamba huyu ni wa kabila yangu. Kwa hiyo unakuta kwamba wanaweza fanya vile ambao wanataka, wanajua kwamba huyu atamwonea kipendeleo, lakini nasema kwamba Mungu ana kipendeleo. Alionekana na watu wengi, ninasema kwamba akaonekana na watu wengi ya kwamba yeye ana kipendeleo. Hata kama wewe ni wakina nani, wewe ni unakuta kwamba umeitwa kabila gani, wewe ni mtoto ama ni mtu mzee, lakini ukifanya vile ambao Mungu anataka, ana kipendeleo dada, ana kipendeleo ndugu, ana kipendeleo. Na wakati ambao utaolewa jambo hili ambao unakuta kwamba kila mipaka ambao umeweka, ninasema kwamba inaweza kubadilika, lakini nasema kwamba maana tumeandikwa na one boss. Yani inamaanisha kwamba wewe hutaolewa, wewe hutaolewa. Wacha nikwambie, tumeandikwa na one boss. Wewe kwani wewe umeandikwa na nani? Wewe kwani wewe? Thank you. Ameimba kwa wimbo kanichamkamusha bana. Mtumishi ameimba kwa wimbo kanichamkamusha. Maana tumeitwa kwa na nani? One boss. Wacha kusema kwamba unaangalia hii kiulifeti ni akanina kiana nani. Kwa hiyo unakuta kwamba unakosa uponyaji wako. Unakuta kwamba huyu ambaye anaitwa Yesu, ninasema kwamba miujiza haikutendeka katika mji wao kwa sababu ulidhalau. Wengi wamedhalau, na ndio unakuta kwamba wengi wamedhalau, ambao wanasema kwamba huyu si alikuwa, wanasema kwamba si huyu alikuwa makanika. Yesu Kristo akasema, wakaambia kwamba na huyu alikuwa mtoto wa seremala. Na ndio hapo miujiza ikutendeka. Kwa hiyo wewe unaweza kuona, lakini uondoe hiyo ukabila ndani yako, ondoa hiyo kabila ndani yako, ondoa dada, ondoa ndugu, upokee uponya wako. Tumeandikwa na one boss. Wacha nikupatie mtu ambao nikudhibitishie. Wacha nikudhibitishie. Iko katika kitabu la Matendo, nikudhibitishie hiyo neno. Matendo ya 10, Matendo 10 mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio. Alikuwa anaitwa Kornelio, jemadari wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua
mtu mtaua, mcha Mungu, yeye na nyumba yake yote. Yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi, kama saa 9 ya mchana. Ambao tunataka kumalizia ibada ya jioni ya leo. Wewe umesikia neno la Mungu, umeweza kuya kwamba ulikwaswa, ukakwazwa kanisani, ukakwazwa na umbili, ukakwazwa na wengine au waduku. Maana unakuta kwamba tumekuwa wa mchezo tu, yaani unakuta kwamba mtu anakuchezea tu, unaona, unasema kwamba kama wokovu ndio huu, wacha nikae. Lakini anasema kwamba Mungu aliangalia akaona kwamba huyu ambao anaitwa Cornelius, na wewe unaweza kuwa kwamba ni Cornelius. Jioni ya leo unaweza kutolea Mungu ibada, ametumana kwako jioni ya leo. Ninasema kwamba unaweza kuwa kwamba ukaweza kupona jioni ya leo, hata kama ulifanya nini, hata kama ulikwazwa na nani. Samea dada, samea ndugu, na uingia katika nyumba ya Mungu tena. Nasema kwamba hata kama ulifanya nini, hata kama ulifanywa nini, maana unakuwa kwamba tumevutawa na watu ambao ni wapita hata kanisani, lakini nasema kwamba hiyo ni roho ambao imetoka kuzimu ili kuja kuvunja wengine moyo ili uweze usione mbingu. Lakini nasema kwamba jioni ya leo unaweza kukata kauli na kuja kwa Mungu tena, na usema kwamba hautakwazwa naye tena. Hautakwazwa tena. Maana unakuta kwamba unaweza kuangalia watu usema kwamba kama wokovu ndio huu, kama wokovu ndio huo, ukaacha kanisa. Kuna mtu ambao unakuta kwamba ukaona kwamba mtu anaenda kunywa na anakuja tena anakumbilia. Ninasema kwamba Mungu ni mtakatifu. Kuna watu ambao Mungu amewachagua, njoo ni kuunganisha na wao, ni kuunganisha na wao wale ambao watamwabudu Mungu kwa roho. Wacha kukwazwa. Ni kweli wewe unakwazwa ili usione matendo ya Mungu. Njoo nikubadilishe nao, njoo nikubadilishe nao, njoo upone, njoo uokoke. Maana Mungu ako na haja na wewe, maana Mungu ako na haja na wewe. Kila mmoja aende mbele za Mungu, kila mmoja aende mbele za Mungu. Ambia Mungu, kweli sadaka yangu umepokea ama balaa, umepokea ama la. Unakuta kwamba kuna mtu ambao anaitwa Cornelius, unakuta kwamba yeye alikuwa anatoa, lakini unakuta kwamba kumbe Mungu ikamunguza. Inaweza kuwa kwamba kuna yako imeguza Mungu. Ninasema kwamba yako imeguza Mungu. Bwana mbariki. Ninataka kuomba ombi la mwisho. Ninataka kuomba ombi la mwisho. Huyu ambao anataka kuokoka, njoo uokoke, njoo pone, njoo pone dada, njoo pone dada, njoo uone ndugu. Tupeleke mbele za Mungu na wimbo, kila moja aende mbele za Mungu.
Angalia mbingu, angalia huyo Mungu ambao alikuumba, ako na haja na wewe. Uona kwamba ndugu letu tunasema kwamba tunaipenda na Mungu anaipenda, tunapenda ndugu letu na Mungu anaipenda. Watu wanaendelea na kuanguka, tunakataa kuanguka kwao katika shinikizo. Nawe Mungu anaongea juu yako, nawe unaujali, lakini nasema kwamba lazima tumutumikie huyo Mungu anakuita.